Sasa bibi Emily leo ndo ameweza kuwasili kazini, yani katika kile kibarua alichokipata kama kijakazi kwenye nyumba ya chifu. Sasa mama wa chifu akaja akamwambia, bwana we, nani amekwambia ukae? Yani umeweza kukalia kochi langu. Yani bibi mkubwa analalamika, umekaa kwenye kochi ambalo lina uwezo hata wa kukununua wewe aise. Hiyo ni adabu ya wapi? Una adabu we. Basi bibi Emily ni mnyenyekevu sana na mwenye hekima, inabidi amuombe bibi mkubwa samahani. Basi bibi mkubwa akaweza kumuita Kendula bwana, anamfupisha jina anamuita K. We K, njoo basi. K aje bwana aweze kumuona kijakazi wake. Basi K anashuka kwa mbwembwe aise kwenye nyumba bila kujua bwana, hii nyumba na huyu binti anaomnyanyasa ndio mmiliki halali wa hiyo nyumba, kwa sababu vitu vyote hivyo ni vya baba yake aise. Huyo ndo mtoto wa chifu bibi Emily. Basi yupo kwenye nyumba baba yake mwenyewe bila kujua. Sasa bibi mkubwa ndo anamwambia bwana K, bwana huyu ndo kijakazi wako. K akamwambia mimi nilizani atakuwa mzee, akamwambia ndio hivyo sasa, ndo kijakazi wako huyo aise, hiyo sio shida, bora tu aweze kusaidia kazi. Basi bibi umeweza kupata kazi. Bibi akashukuru, bwana njoo nikuonyeshe majukumu yako hapa ya kufanya. Basi K yeye analinga anajitamba sana kwenye nyumba ya mzee wake, ameletewa kijakazi madaya kama yote. Basi mambo yakazidi kuendelea bwana. Sasa wakati huo huo bwana, tukija upande wa pili huku kwenye jumba la kifalme, bibi amekasirika bwana Malkia, anapaki mizigo yake yote bwana, anaweza kuondoka, analiacha jumba la kifalme aisee, kwamba yeye ameshindwa kabisa na maisha haya. Sasa mfalme anakuja anamuuliza nini kinaendelea hapa. Bibi anamwambia mimi ndo nachukua mizigo yangu naondoka aisee. Mzee anamwambia unataka kuendeka, unaenda wapi? Anamwambia ndo narudi nyumbani hivyo. Anamwambia wewe unataka kusema nini? Uende nyumbani ukafikie kwa nani? Mbona unataka kwenda kuwapa watu usumbufu aisee? Mimi naongea na wewe, nazungumza na wewe, unaendelea kupaki mabegi aisee. Mimi nataka unipe maelezo ya kutosha. Kwa nini unaondoka? Bibie bwana wivu umemshika aisee, baada ya kuchambwa na kile kijakazi kule wakati amemuita wamezungumza. Sasa bibie ndo anamfungukia mzee, anamwambia unataka kufanya ndoa za silisili, kwa nini unazania mimi sijui? Na kwa nini kunishirikisha kama unataka kuoa mwanamke mwingine? Sawa kweli nimeamini leo kwa sababu umekuwa mfalme, unaweza ukaoa wanawake wa kutosha. Basi wewe endelea, mimi nachukua zangu mizigo hapa naondoka zangu, mimi nakuacha na maisha yako aisee. Mimi sitaki kabisa gubza aisee. Mimi najua baada ya miaka 20 yote tumeishi na tulifosiwa tu ndoa aisee. Mimi wazazi wako na wazazi wangu wote walitufosi tuweze kuoana. Najua tulifosiwa tuweze kuoana sisi, na ulikuwa na mpenzi wako mwingine unampenda. Bwana bibi mkubwa anafunguka. Kiukweli ni kwamba mfalme bwana wakati anataka kuoana na huyu bibie, walilazimishwa tu kufunga ndoa aweze kuishi na huyu mwanamke, kwa sababu wazazi wa watu walikuwa mfalme na chifu, ikabidi wawafosi waweze kuoana. Wakati huo mfalme hakuwa na mapenzi na huyu, alikuwa anamhitaji Chaka aweze kuwa mpenzi wake, aje kuwa malkia. Kwa hiyo akamkosa Chaka na kumwoa huyu mwanamke. Ndio maana unamuona mfalme na Chaka kuna ukaribu fulani hivi ambako mfalme mwenyewe anashindwa hata kujizuia, kwa sababu Chaka ni mpenzi wake wa zamani. Yani kama sio wazazi wao kuwafosi kuoana, yasingetokea yote haya. Sasa ndo anachokilalamikia bi mkubwa hapa, kwamba mzee kama hamtaki hivi, baada ya kutembea miaka yote hiyo miaka 20 mpaka amekuwa na watoto, mzee anakuja bado anamtaka Chaka. Sasa mzee anamwambia hebu nisikilize kwa umakini, unajua wewe ndo malkia wa ufalme, si ndio? Na nitakupaswa ulielewe hilo, kwamba wewe ndo malkia na ndo kila kitu kwangu. Kwa hiyo ukianza kuleta eti unaondoka tu kama kijakazi cha kawaida, unataka kuondoka kwenye hii nyumba, hiyo haileti maana aisee. Inabidi utulie, kwa sababu wewe ndo mpenzi wangu na ndo malkia na ndo kila kitu kwangu. Inabidi ufikirie mara mbili, na mimi nakupa muda wa kufikiria. Kichwa chako kikaa sawa, basi unaweza ukarudisha maamuzi nyuma. Ukiona uelewi unaweza ukaondoka. Mzee anaondoka akiwa naye amemind, anaambia bana, naomba ulifikirie hilo aisee, uliweke kichwani. Bibi mkubwa anafikiria sana, naona mbona kama kweli aisee, naweza nikaondoka tu hapa kati nimetengeneza muda wote, na mimi na huyu mzee tumeweza kujipatia watoto kabisa, tushaanzisha familia kabisa. Sasa inakuwaje niondoke kizembezembe? Itabidi tu niweze kutuliza kisukari. Bibi mkubwa amebaki anaishia tu kulia. Unajua wivu bwana aisee, usiombe wewe kupokonywa bwana, unaleta utani nini aisee. Bibi mkubwa hii imemkata kinoma. Sasa tunakuja upande wa pili huku, bibie bwana ambaye ni mke wa chifu anasoma document, anakuta chifu pale bado ana document za mke wake wa zamani na bado ana picha za familia yake ya zamani. Sasa bibie amemind, anamwambia mzee, miaka yote tumeweza kudate, tumeishi mimi na wewe, na maana mahusiano yetu naona hayana maana. Mimi na mwanao huyu unatuona hatuna maana. Mzee anamwambia huna maana, alokuambia ushike karatasi zangu ni nani? Bibie analalamika bado, yani ni bado hautusamini sisi kama ni familia yako, bado unawatafuta watu wako wa zamani wakati mambo yao yalishapita. Sasa bibi mkubwa anamchana chifu bwana, anamwambia wewe kama umechoka bwana, niambie mimi nisepe zangu. Mzee anaona kabisa huyu mwanamke anataka kunipanda kichwani, anamwambia sasa siku nyingine ukijaribu kushika karatasi zangu ukakuta nyaraka zangu ukazishika, mimi na wewe imeisha. Yani naongea kama mwanaume, mimi na wewe tutakuwa tumemalizana, usije ukajaribu tena kuzishika. Yani mzee kuna kitu kinamuumiza aisee, alimpoteza mke wake pamoja na mwanae. Sasa ndo kitu kinamuuma mpaka leo, anaitafuta familia yake na kuweza kuipata toka mwanae alivyokuwa binti mdogo mpaka mwanae amekuwa aisee, na yupo humu ndani. Mzee halitambui hilo kama mwanae yupo humu na anafanywa kijakazi, na mbali tu akufanywa kijakazi anateseka kinoma noma. Na hata bibie mwenyewe Emily hajui kama hii ni nyumba ya baba yake, na huyu mzee humu ndani ni baba yake, na anafanya kazi kwenye nyumba ya baba yake ikiwa hajui. Na bibi mkubwa isili anayo, ila hajawahi kuisema kabisa. Yani tunavyozidi kuendelea ndio tutazidi kuona kabisa na kujua nini kinaendelea katika hawa watu, tutavumbua mengi. Basi tunakuja upande wa pili, mabibie ndio wapo ndani. Sasa wakati huo bibie K bwana anampa mwenzake nguo zote, anamwambia bwana hizi nguo za zamani mimi sizitaki, so unajua tena nakaribia kuwa malkia, kwa hiyo hizi nguo zote ni zako, mimi nakupatia hizi
hizi utakuwa ukizitumia. Wakati anaendelea kubebika na mfalme wake huko Prince, kwamba ndo mfalme wa baadaye. Kumbe Prince mwenyewe anahangaika naye, hata sio Prince, ni mtu wa kawaida tu ambaye ni binamu yake na Prince. Kwa mwenyewe anaendelea kujifariji, anajiona wa matawi. Wakati bibi anaendelea bwana, muda ule ule bwana anaingia Bi Mkubwa tena akiwa na hasira kama zote. Sasa Bi Mkubwa hasira zake anaona aje azimalizie kwa kijakazi. Sasa amefika tu anamuuliza, "Wewe mbona umesimama tu na nguo zote umelundika kwenye mikono wakati utakoka kazifue? Si uende ukazifue hizo nguo, hebu toka hapa ukafue." Okay bwana, ndio ikabidi aweze kuingilia akamwambia, "Bwana Bi Mkubwa, mimi nimempa tu hizo nguo aweze kutumia kwa sababu mimi sina mpango wa kuzivaa tena. Yaani sihitaji kuvaa nguo za zamani." Huo ndio ukweli. Basi Bi Mkubwa akamwambia, "Toka bwana, toka kabisa ukafanye na kazi nyingine basi." Azikei bwana anamwambia Bi Mkubwa, bwana muda mwingine inabidi uache kufoka foka bwana, hasira zako inabidi uzitulize. Naambia kuna muda tu mimi nachanganyikiwa. Sasa katua mzee naye anakuja huko juu bwana, ndo anagongana bwana na mwanae bila hata ya kujua kama huyu ni binti yake. Mtu na mwanae wamegongana hapo njiani. Bi mdogo inabidi aokote nguo haraka haraka. Bibi Emily anamwambia mzee nisamee bwana. Mzee akamwambia wewe ni nani? Akamwambia mimi ni kijakazi mpya kwenye hii nyumba. Mzee akamwambia basi poa, unaweza kuendelea na harakati zako. Lakini bwana udamu ni nzito kuliko maji. Mzee akati anaenda hivi anahisi mbona kama kuna kitu hapa kati yangu mimi na huyu mtu kinaendelea. Yaani kuna visia vinamjiajia, lakini basi tu. Basi Bi Mkubwa anaendelea kumwambia mwanae huko, anaenda kumfunda sasa bwana. Unajua tena ndo anakaribia kuolewa. Wao washachukulia kabisa Bi mdogo hapa anaenda kupata mume, yani ni malkia ajaye. Sasa anamwambia mwanangu, unapoenda kuishi kwenye ndoa huko ukimpata mwanaume, ukatulie bwana, usije kaishi maisha ya stress kama ninao yaishi mimi. Yaani ukahakikisha kabisa unapambana na mume wako, mnaishi maisha mazuri. Sawa binti yangu, inabidi utulie sana. Bi Mkubwa anamfariji mwanae na kumpa maneno kabisa ya hekima. Akatulie kwenye ndoa bwana, asije akafanya ujinga. Dogo anamwambia basi Bi Mkubwa, mimi nimeweza kukuelewa. Wakati tunakuja upande wa pili bwana, kwa walala hoi maskini wasona makazi bwana. Bibi Emily pamoja na mama yake ndo amerudi kutoka kazini, sasa amekuja na zile pamba mpya, amekuja kumlingishia Bi Mkubwa. Bi Mkubwa akatoa anatoka bwana, chakalamu hadi yake atembezwe, mkongojo hazi yake kama mzee. Yaani ni kipofu anatumia mkongojo kama mzee. Wakati bwana so umri wake huo ni macho tu yamemzingua. Sasa bibi ikabidi ampokee bwana mama yake, amtoe nje kidogo aweze kumuonyesha nguo alizokuja nazo kutoka kazini. Yaani bibi angejua kabisa yani sio kuishi hayo maisha, nadhani hata asingekuepo hapo. Yaani baba anaishi maisha mazuri kule na anawatafuta, lakini wao huko hata hawajui chochote. Yaani Bi Mkubwa ana siri moja ameificha. Na ni kwa nini aliondoka kwa mzee mpaka binti yake sasa hivi anapitia maisha ya shida, wakati ni binti wa chifu huyu. Alafu binti mkali piskali. Bwana Emily ni bomba sana. Yaani hata nikiambiwa nichumbie kesho naweza nikaoa. Sasa bwana Emily anamlingishia Bi Mkubwa, anamwambia bwana, umeona nguo zangu mpya nilizozipata huko kazini nilikotoka? Bwana Bi Mkubwa anafurahia hilo swala. Yaani Bi Mkubwa anaona huzuni tu. Mwanangu umepata na nguo nyingine huko, lakini mimi bado inaniuma wewe kufanya kazi. Yaani Bi Mkubwa inamkata kinoma. Binti ndo anamueleza Bi Mkubwa, yaani pale ninapofanya kazi namsaidia binti ambaye ni mdogo kama mimi. Sasa leo ndo ikabidi anipe nguo zake, kwamba amechoka kuzitumia nguo za zamani, anakwenda kununua mpya, ndo akanipa nguo zake za zamani. Hii Bi Mkubwa ndo ikamuuma kabisa, ikamtoa modi. Sasa Bi Mkubwa amekaa pale, hali inazidi kumchosha aisee. Hadi anaumia kiasi kwamba akaanza kusikitika, hata na machozi anaanza kumbubujika. Binti anamuuliza shida nini mama? Anambia mwanangu, ulipaswa kuishi wewe kama binti wa mfalme, lakini ona sasa maisha unayopitia haya. Yaani bado unamjali mama yako ambaye haoni. Yaani mama yako ambaye hana maana, ni kipofu tu hapa, haoni kwa lolote kabisa na hawezi kusaidia chochote. Binti inamuuma bwana. Yaani Bi Mkubwa analalamika kiasi kwamba haya maneno anamkata binti. Binti anamwambia bwana mama, hapana, mimi nafurahi kuishi na wewe hapa. Maisha haya nafurahia sana kwa sababu mimi nimekubali kwa hali na mali kuishi na wewe. Wewe ndo mama yangu. Bibi anamwambia kweli, yaani kama kunakuwa na mtu akaniambia kwamba maisha yangu ya zamani nilioishi na sasa hivi nitakuja kuwa hivi aisee, pia hata nisingemwamini huyo mtu, ningeona ni muongo kwa sababu niliishi maisha mazuri sana. Yaani angetokea huyo mtu kweli kuniambia hivi, mimi nisingeamini. Bi Mkubwa anaanza kufunguka mdogo mdogo, japo binti haelewi kwa sababu hayo mambo yalitokea kati yake, ni binti mdogo sana, kwa hiyo hajui chochote, hajui chochote kinachoendelea. Kwa hiyo Bibi Mkubwa analalamika, yani mwanangu mimi mwenyewe baadaye ishi maisha mazuri kama princess, leo anaishi maisha ya kufanya kazi kwenye nyumba za watu na anapewa nguo kabisa. Mimi bana inaniuma kabisa, yani inaniuma, inanikata. Bibi anaambia bwana mama, acha kulalamika bwana, wewe tulizike tu na maisha haya tuliyopata. Mimi mbona nalizika tu, tunaishi kabisa. Mimi napenda mama yangu na furahi niko na wewe, tunaishi kwa raha. Emily anajitahidi sana bwana kumlizisha mama yake na kumfariji. Basi Bi Mkubwa anasema bwana, hakuna shida, wewe endelea kupambana na kufanya hiyo kazi, mimi sina shaka. Sasa mwanangu, mimi nina maswali tu hapa nataka nikuulize kabisa uweze kutambua. Wewe kufanya kazi sio shida. Vipi hapo kazini hawakufanyii chochote kibaya? Yaani wanakufanyia vizuri kabisa au ndio hivyo manyanyaso mengi? Niambie kabisa. Bibi anaambia ndio bwana,
hawanifanyii chochote kibaya. Basi bwana bi mkubwa anamwambia kama kuna siku yote utaona wanakufanyia vitu vibaya, wewe rudi nyumbani. Sisi sio maskini kiasi hicho bwana. Njoo tuishi, tutaishi, tutakula kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Usikae ukanyanyasika mwanangu kwa majumba ya watu kwa sababu tu una pesa. Yaani ukiona wanakunyanyasa wewe kabisa funga vilago, rudi nyumbani. Bibi anamwambia basi poa bi mkubwa, mimi nimekuelewa. Yaani wakininyanyasa narudi. Bibi mkubwa anamwambia tafadhali sana. Yaani wakifanya huo ujinga, mimi naomba uweze kurudi. Basi bwana bibi anamwambia bi mkubwa, mimi wakifanya chochote cha kuninyanyasa nitarudi. Umeona binti anaficha kabisa, kati anaendelea kunyanyasika kule, maneno yashaanza kuwa mengi. Basi bwana siku ilienda na usiku ukafika bwana, mpaka kukakucha. Tunarudi tena kwenye jumba la chifu. Sasa wakati huo kwenye jumba la chifu, unajua kama kawaida kila asubuhi lazima Neli aje hapa. Bibie Emily au unaweza kumuita Neli. Sasa bibie leo okay, alikuwa anamuita bwana, we Neli. Neli anamuita kila kona, anamuita bibie Neli haitiki. Mara akaja ghafla pale akamwambia dama, anambia sasa wewe hivi haupo na akili timamu. Yaani muda wote mimi nakuita na maana ulikuwa unisikii. Wewe hauko sawa Mbona unazunguka zunguka huko? Bibie anambia kuna kazi nilikuwa nazimalizia kidogo. Yaani kazi mimi nakuita na maana ulikuwa unisikii. Wewe unaanza kuleta mambo ya kijinga kazini. Basi nisamee bwana madam. Wakati huo mzee anashuka chifu bwana, babake na Emily wa kumzaa kabisa. Anamwambia binti kwa madaa, bwana baba mimi naelekea Ikulu. Je, unaweza kwenda na mimi? Mzee akamwambia mimi mwenyewe naelekea huko Ikulu. Kwa hiyo tunaweza kwenda wote. Enjoyni tu tuondoke mabinti zangu. Basi mzee ameamua bwana kuwachukua bwana, nitawapa lift twendeni nikawaache Ikulu. Bana bibi anamwambia bana tunaenda huku Ikulu. Ukifika huko acha kujionyesha. Wewe ni kijakazi. Mambo kujitamanisha kwa maprince usiende. Bwana anaanza kumuonea hivyo kwa sababu anajua mwenzake ni piskali. Yaani anaweza akampokonya prince huko. Basi bibi naye inabidi aongoze tu kama kijakazi kwenda huko. Wakati huo huku wajamaa wanaendelea na maigizo yao. Bwana Abil ameamua kuvaa tu nguo za kawaida, alafu kijana mwingine huko ambaye ni binamu yake akavaa manguo ya kiprince kabisa. Anaambia wewe endelea kuvaa hayo manguo. Sasa Abil lakini amechoka bwana, anaambia bwana mimi nataka nirudi kwenye mavazi yangu. Mwamba anaambia wewe penzi ndio limenoga kule, ukirudi wewe ukiwa prince mimi nitamkosa ule demo. Wewe subiri kidogo mimi nipate chuma kile, alafu utarudi kwenye uasilia wako bwana, utavaa vyao vyako utakuwa prince fresh, mimi wakati nishapata chuma. Au unasemaje mwanangu? Sasa Abil anamkubali sana binamu yake, inabidi tu akubali bwana, hakuna baya. Wewe endelea kuvaa tu, lakini hakikisha mambo yanaenda sawa. Yaani mimi sitaki mambo ya kuharibiana. Yaani mambo ya kuharibu siyataki. Sije tukaleteana zalao. Basi fresh wameweza kukubaliana leo, maana jamaa anataka akakutane na ile pisi. Ndio anaenda leo, ni siku ya kukutana na pisi kali bwana. Bwana Abil amepatikana. Yaani bwana wa mfalme anakuwa kijakazi leo. Halo, ngoja tukaone picha linazidi kwendaje. Sasa bwana wanaendelea na matembezi, wakati bibi yake anamwambia prince wake wa mchongo bwana, bwana huyu kijakazi wangu bwana inabidi umsamee maana ametuweka kweli hapa. Mwamba akamwambia pale bwana jua linatuchoma bwana turudini ndani. Bibi asipapuke hapo. Wewe ni nani wa kutupa mamlaka? Yaani wewe ni nani wa kutuendesha? Na sahau wewe ni prince na ajui kabisa. Basi Mwamba inabidi atetee hapo katikati kwa sababu huyu jamaa kimaindi adhabu zinaweza kuwa kali aisee. Sasa inabidi aingie tu katikati kuzugazuga. Bibi sasa si ndo akaja bibi Emil anakuja bwana. Sasa amekuja kwa kuchelewa, anaambia samahani bwana kwa kuchelewa bwana, hajalembwa, alikula mbata moja matata sana kwa sababu tu ya kuchelewa. Mwana anapomnyanyasa bibie anamtesa sana aisee. Mwamba Emil akasema ndo mchezo gani mnaanza kuuleta kwenye hili jumba la kifalme? Unampigaje wewe, ana shida gani? Aisee anafoka afu yeye ndo prince sasa hapo ana huruma. Jamaa anambia hivi huyu ni nani? Ni nani wa kutuingilia sisi? Wewe ni nani wa kuniingilia? Una mimi nikuzabue na wewe aisee. Prince anajikaza kabisa. Yani mimi ndo nanyanyasika, huyu ananiona kama kijakazi hapa. Wakati huo bibi Emil ameshika tu shavu lake bibi Neli. Yaani ameshika shavu anaumia aisee, makofi amekula, ananyanyaswa. Alafu ukiangalia huyo ni binti wa kambo, tunaenda binti wa mzee. Japo kwa yeye mwenyewe ajui, basi bibi inabidi tu awe mpole, abaki na kijakazi mwenzie huku waendelee kupiga story. Kumbe hao wote bwana sio vijakazi. Hao wote mmoja ni mtoto wa mfalme na mmoja ni mtoto wa chifu. Halo, destiny ndio imeandikwa, watu lazima wakutane. Sasa naona mambo yanaenda kuwa ya moto bwana, tukutane kwenye kigongo kingine. Usisahau kusubscribe channel yetu.